Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yote kwa yote, nataka niwapongeze walimu pamoja na wanafunzi wa chuo hichi ambao wameweza kulibuni jambo hili na kulipanga mpaka likawa limekuwa, lakini zaidi kufikia pahali ambako mkaweza mkatuita sisi wawakilishi wenu, mwakilishi na mimi mbunge, tukae tukafutari pamoja. Ni jambo kubwa sana. Niseme hongereni sana, na inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa kwa hichi ambacho mmekifanya. Leo mimi nimesema sisemi mengi, kwa sababu mambo mengi ameyasema mheshimiwa mwakilishi, jinsi gani anataka tushirikiane, tupendane, sote tuishi wamoja. Jambo jingine ambalo mheshimiwa mwakilishi amelisema kuhusu iftari ya mwakani, inshallah tutakaojaliwa kuwepo, basi iwe msikitini na hapa. Hilo limepita, nyinyi mtatuambia mnataka mfanye nini, lakini yote kwa yote nawapongezeni sana. Naomba nimshukuru Mungu pia kwa kunipa mbunge ambaye tunasikiana mpaka sasa hivi, tunaelewana mpaka hivi sasa. Ni kitu ambacho kiukweli niseme mpaka sasa hivi hakijawahi kutokea kwenye mkoa huu mzima, kuwa na watu ambao wanaelewana kwa kiasi kikubwa kama hichi. Uelewano wetu umefikia, manake sio mbunge tena na mwakilishi, imekuwa sasa tumekuwa ndugu, kaka na ndugu yake. Na kiukweli tunapata shida huko nje, manake huko wenzetu wanatupigia makelele sana, inakuwaje mpaka sasa hivi mko hivi, kwa nini mko hivi? Na sasa ndio tunafanya maksudi. Leo tumekuja kwa usafiri mmoja, lakini siku zote toka juzi tunatembea kwa usafiri mmoja. Na uzuri manake tunaftari kwa pamoja, manake leo tukiamua nimeenda nyumbani kwangu mie, kesho tumeenda kwake, lakini tunafanya hilo yote kuonyesha kwamba tuna umoja na mshikamano. Na hili tunalolifanya hatulifanyi kwa sababu tunataka sifa. Lengo na madhumuni, tunataka wananchi wetu na sisi waliokuwepo kwenye jimbo hili wawe na umoja kama tulionao sisi. Wale ambao waliokuwa na kinyongo, siku zote tunasema waliokuwa wamekosana, mwezi ndio huu wa kusameheana, lakini ili usamehewe uombe radhi. Kwa hiyo naomba wale ambao wanajua kwamba wamewakosea wenzao waombe msamaha ili nao waweze kusamehewa. Tunachokihitaji, tunahitaji thawabu, hasa kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tujitahidi kwenye hili, na kwa sababu mwezi ni mwezi ambao unatufundisha mambo mengi. Pamoja na mengi ambayo tunafundishwa ni malezi bora. Zile tabia njema ambazo tunazo sasa ndizo ambazo tunatakiwa tuende nazo mpaka miezi mingine itakayofuata inshallah. Kwa hiyo na hili pia kwenye vijana wetu wa chuoni, lakini wazee wetu na waliokuweko nje pia tusisitizane kwenye yale ambayo tumeyapata kwenye mwezi huu, basi tuendelee nayo na miezi mingine, ili sasa tusije tukawa tunatumia raba kuyafuta yale ambayo tumeyapata kwenye mwezi huu. Maana mwezi huu una raha yake, kwa sababu funga ni ya Mungu, malipo ni yake yeye. Kwa hiyo ndio manake sote tunaamini kwake tutapata malipo yaliyo bora. Kwa hiyo tujitahidi kwenye malipo haya yaliyo bora, tusije tukayafuta inshallah.